Kwa majina anaitwa Victor Vedasto Kagombora, ndo diwani wa kata ya Kitunda kwa muhula wa pili. Sasa nipende tu kuchukua nafasi hii kwanza kwa shukuru wananchi wangu wa kata ya Kitunda kwa kushiriki zoezi la kupiga kura, lakini pia niwashukuru sana kwa kuendelea kudumisha amani yetu, na mnavyojua amani ya Tanzania, amani ndio tunu ya nchi yetu. Lakini tatu, niwapongeze sana wananchi wangu kwa kunichagua na kwa kuniamini kuendelea kuwatumikia kwa muhula wa pili. Kuhusu swala la miradi, na tangu nimechaguliwa 2020 mpaka leo 2025, wana Kitunda kupitia serikali yao kuna mambo mazuri ambayo yamefanyika, na hii ni mshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan ambaye rais wetu. Kitunda tulikuwa tuna sekondari moja ambayo ilijengwa mwaka 2004, miaka 21 iliyopita, lakini kwenye uongozi wangu tumepata sekondari takriban 3. Sekondari ya kwanza sekondari ya Kitunda, lakini sekondari ya pili ni sekondari ya Makaramengi ambayo kimsingi imepokea wanafunzi mpaka sasa hivi 1600. Lakini pia tuna sekondari mpya ambayo tunaijenga ya ghorofa yenye thamani ya bilioni 4.2, na haya yote ni mafanikio makubwa kwenye upande wa elimu. Hakika tumejenga madarasa mengi, shule zetu zote za msingi tumeziongezea madarasa, lakini pia tumejenga shule mpya ya Kipera ambayo ni shule ya msingi, na yenyewe ni kati ya mafanikio ambayo tumeyapata. Tulikuwa na shule za msingi 4 na sasa tuko na shule za msingi 5, lakini bado tunahitaji shule nyingine 2 kwenye kata yangu ya Kitunda. Kuna mtaa wa Kipera unahitaji shule kwa sababu ule mtaa ni kama uko kisiwani, na tulitaka kujenga lakini bahati mbaya hatuna eneo, na sasa hivi tuko kwenye mchakato wa kuweza kufidia wale wa Tanzania ambao wako tayari kuachia maeneo yao ili tuweze sasa kupata eneo lilo wazi tuwajengee shule ya msingi. Mtaa wa Lelini pia, pamoja na kwamba tumebahatika kujengea shule ya ghorofa, lakini wanahitaji shule ya msingi kwa sababu wanafunzi wa pale wanafuata elimu ya msingi mbali kidogo, kama kilomita kuanzia 3 mpaka 4. Na nia dhumuni ya Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kwamba wanafunzi wanakwenda kusoma kupata elimu kwa kutembea umbali mfupi tu ili waweze kupata elimu. Kwa hiyo nashukuru kwa hilo kwa Tanzania wa Kitunda, tumebahatika tumefanikiwa kwa namna hiyo kwenye upande wa elimu msingi na elimu sekondari. Lakini upande wa afya pia Mama Samia hajatuacha, pamoja na kwamba tulikuwa tuna zahanati ambayo imejengwa mwaka 1977, miaka 48 iliyopita, lakini ile zahanati sasa tuko kwenye harakati za kuikarabati na mkandarasi yuko site, lakini nia na dhumuni ni kupata kituo cha afya, na hizi harakati tumeanza muda mrefu, lakini shida ni eneo. Kwa hiyo sasa tumeona kuna haja ya kuongea na majirani ambao wamezunguka ile zahanati ili waweze kuachia maeneo na tuweze kutanua ile zahanati ya Kitunda iwe sasa na vigezo vya kuwa kupandishwa hadhi kwa kituo cha afya, na procedures hizo tushazifanya tangu mwaka juzi na ziko katika hatua nzuri, na naamini kabisa wana Kitunda watakuja kufaidika na uwepo wa kituo cha afya au hospitali. Waendelee kutuamini, na sisi viongozi waliotuchagua bado tuko kwa ajili ya kuwatumikia. Kwa upande wa miundombinu, Kitunda ilikuwa na miundombinu mibaya almost miaka zaidi ya 20. Wana Kitunda wanatumia miundombinu ambayo si rafiki kwa namna moja, lakini kwenye uongozi wetu tumehakikisha miundombinu angalau inakuwa mizuri, na mfano wa kwanza ni ujenzi wa barabara ya Banana Kitunda Kivule Msogoro, ambao mkandarasi yuko site, na Mama Samia ambaye ni rais wetu ameshatupa zaidi ya bilioni 32 kwa ajili ya mkandarasi huyo. Pamoja na kwamba mkandarasi huyo yuko kwenye hatua za kusuasua, lakini ni viongozi wetu especially waziri wa TAMISEMI ameshakuja kuchukua hatua, na barabara hiyo mkandarasi yuko site. Naamini mwezi wa 4 mwaka huu mkandarasi anaweza akamaliza ujenzi wa barabara hiyo, na hiyo barabara ilikuwa ni kitovu cha wana Kitunda. Lakini tumejitahidi upande wa barabara ya Lelini inayokwenda Machimbo, tumejenga barabara ya rami yenye kilomita 0.6, na hiyo barabara ni nzuri, standard
kila aina mpaka taa za barabarani, lakini nia yetu ni kuhakikisha kwamba barabara hiyo inafika Machimbo. Hii tumejenga barabara ya zege upande wa mtaa wa naamini Kipera. Kipera kama nilivyosema ni mtaa ambao uko kisiwani, na nimshukuru Mwenyezi Mungu kwamba bajeti ile ambayo tulipitisha inayoanzia 2025-26 kuna mambo mengi sana ambayo ni yana manufaa makubwa kwa ajili ya maendeleo ya kata ya Kitunda. Niseme kwamba kwenye bajeti hiyo kama nilivyosema awali, ina fedha zimetengwa kwa ajili ya kuweza kutanua zahanati ya Kitunda kwa kituo cha afya. Zaidi ya milioni 250 zimetengwa kwenye ile bajeti. Kwa hiyo ninachokisema kinaenda kufanyika. Lakini kwenye bajeti hiyo kuna ujenzi wa barabara inayotoka njia panda ya Kivule kwenda Magole au tuseme kwenda Mwanagati. Barabara hiyo iko kwenye upembuzi yakinifu ili iweze kujengwa kwa kiwango cha lami. Kwenye bajeti ile pia kuna ujenzi wa ofisi ya serikali ya mtaa wa Kiombo. Kwenye bajeti ile ina ujenzi wa shule mpya ya Kipera, maana ile mtaa wa Kipera hauna shule ya msingi kama nilivyosema awali. Kwa hiyo mimi kama diwani niliyoingia kwa ungo ya pili, kwa muhula wa pili, naenda kusimamia yale ambayo tumeyapanga na mengine mazuri ambayo tunataka kuyafanya, kama mfano kata ya Kitunda haina soko. Wananchi wa Kitunda wanaenda kupata mahitaji sehemu tofauti tofauti ambako kuna umbali kidogo. Na unavyojua unavyojenga soko unaleta huduma karibu, lakini pia halmashauri yetu inapata vyanzo vya mapato. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo mimi naenda kulisimamia. Lakini pia kuna ujenzi wa kituo cha daladala au stendi. Stendi ikiwepo inapunguza msongamano, lakini pia wananchi wanapata usafiri katika mazingira mazuri, na pia stendi inaongeza vyanzo vya mapato vya halmashauri. Kwa maana hiyo halmashauri inapokusanya fedha basi inakuwa na uwezo wa kuweza kuleta huduma za kijamii kwa wananchi. Kwa hiyo hiyo ni vitu ambavyo mimi kama mwongoza njia, mimi kama mwenyekiti wa kata ya Kitunda naenda kuvisimamia, na naamini serikali yetu iko kwa ajili ya kuhudumia wananchi na itaenda kusimamia, na naamini kwamba baraza la madiwani litaenda kupitisha hizo hoja ili ziweze kuwa ni tija au zilete tija kwa wananchi wa Kitunda.